Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema baada a'udhu billahi minash shaitani rrajim, walaqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri warazaqnahum minat tayyibat wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila. Sadaqallahu alazim. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii ameanza kwa kuileta ile wau ya kiapo, akaileta na ile lamu, akaileta na qad, vyote vinaashiria msisitizo kwenye hilo ambalo analokwenda kulisema, nalo si lingine. Anasema wallahi, hakika sisi tumempa heshima au tumewapa heshima wanadamu, walaqad karramna bani adama, wallahi hakika tumewapa heshima wanadamu. Akaeleza baadhi ya mambo, wahamalnahum fil barri wal bahri, wanadamu tukawapa usafiri wa kuweza kusafiria bara kwa maana ya nchi kavu, lakini tukawapa usafiri wa kuweza kusafiria kwenye mfumo wa maji kwa maana ya baharini na maeneo mengine ambayo yanahitaji usafiri wa maji. Mwanadamu tumempa hivyo, lakini si hivyo tu, warazaqnahum minat tayyibat, wanadamu tukawaruzuku vilivyokuwa vizuri. Kwa utajipima mwenyewe kati ya ulaji wako wewe mwanadamu na ulaji wa mnyama, utaona tofauti kubwa kwa sababu ya heshima ambayo mwanadamu umepewa. Lakini mwisho wakasema wafaddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila, wanadamu tukawafanya kuwa ni viumbe bora, tena viumbe bora ala kathirin mimman khalaqna, kuliko viumbe wengi katika wale tuliowaumba, tafdila, tena ubora wa hali ya juu. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka atuonyeshe, tufahamu na tujitambue sisi nafasi yetu ipo wapi. Mwanadamu ni kiumbe mwenye heshima, aliyeheshimishwa na Mungu mwenyewe, yaani Mungu mwenyewe ndo amemheshimisha mwanadamu. Mungu mwenyewe amempa hadhi mwanadamu yeye mwenyewe. Kwa hiyo hadhi hii mwanadamu aamue yeye tu mwenyewe kujinyang'anya kwamba mi hadhi hii naiona kama vile hainihusu, aamue mwenyewe kujinyang'anya. Lakini Mungu ameshamweka kwamba nafasi yako wewe ni hiyo. Ndugu zanguni, wala hapahitaji tochi nyingi sana kujua vipi Mwenyezi Mungu ametuheshimisha sisi wanadamu. Hakuhitaji tochi nyingi, weka tu, fanya tafiti zako, jifananize kati ya wewe na yule mnyama unayemfuga nyumbani kwako, labda mbuzi. Angalia mbuzi, kwa kuwa hajatengenezwa katika mfumo wa kiheshima, unamwandalia mahala pazuri pa kulala, kwamba bwana beberu, banda lako la kulala ni hili, pasafi kabisa, hakuna shida. Sasa aingie alale, afu ifike asubuhi, nenda kaangalie mle ndani kuna nini. Muda ule ule kashafanya hiyo nyumba ya kulala ndio choo iko, atajisaidia haja zote, na kwenye zile haja yeye mwenzio ndo analalia na wala hana mpango wote. Je, wewe unaweza pale mahala ambapo umejisaidia, umeshajaza kinyesi chako kwenye kitanda chako, alafu ndio unagalagala pale katika kitanda mpaka asubuhi? Hauwezi. Itokezee tu labda kwa dharura za maradhi, kwamba hauna namna, kuinuka hauwezi, basi unaweza ukajisaidia, wakati huo mwenyewe unakirihika na ile hali. Ndugu zanguni, mwanadamu ni kiumbe aliyepewa heshima, na heshima hii mwanadamu si kwamba amejipa mwenyewe, bali amepewa
na Allah subhanahu wa ta'ala. Muda huu tulionao, huu ni msimu wa mahujaji kwenda hija au kutekeleza ibada za hija, kwa maana watu wapo huko. Kwa kuangalia heshima ya mwanadamu namna ilivyo, mwanadamu anaweza akafika wakati akaingiwa na masononeko katika namna fulani kutokana na hali yake. Basi ili asitoke katika utukufu wake na heshima aliyopewa, yale masononeko tayari sheria imeshamwekea mfumo mwingine na taratibu nyingine ambazo zitamtoa katika hali hiyo ya masononeko, abaki katika hali ya kujiona kwamba kumbe yeye bado heshima yake iko pale pale na hadhi yake iko pale pale na bado anatazamwa kwa namna nzuri. Yawezekana tu labda tatizo kutoelewa. Nakupeni mfano. Leo hii licha ya ibada hiyo ambayo kila mmoja wetu ana mahaba ya kwenda hija na anatamani leo kesho aende, lakini je, mfuko unaruhusu? Akitazama mfuko wake, choka mbaya, apeche ya lolo, amechoka, hajiwezi. Kwa hiyo hawezi kwenda kule hija kwa sababu ya hali ya mfuko. Lakini wakati huo inawezekana ikawa ana masononeko. Basi hivyo hivyo hata maswahaba walikuwa katika hali hiyo. Kuna wakati fulani inawakuta hiyo hali, lakini wakiwa mbele ya hadhara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wao wanafikisha zile kero zao. Mmoja katika maswahaba, kama inavyosimuliwa katika hadithi, ata rajulun ila rasulillahi sallallahu alayhi wasallam faqal ya rasulallah inni ashtahi aljihada wala aqdiru alayhi. Mmoja katika maswahaba, kuna mtu mmoja alikuja mbele ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Alipofika mbele ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, akamwambia, ewe Mtume wa Allah, hakika mimi bwana, tamaa yangu, matamanio yangu na mapendekezo yangu, ashtahil jihada, napenda na mimi nikaipambanie dini hii, nikapambane kwenye jihadi kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, natamani hilo. Inni ashtahil jihada wala aqdiru alayhi, lakini tatizo hali yangu ya kiafya ni ngumu, sina uwezo wa kuhimili mikiki hiyo ya kwenye vita. Sasa mimi nafanyaje? Uwezo sina. Manake tamaa yake na yeye anatamani apate zile thawabu ambazo wanakwenda kuzivuna watu kwenye uwanja wa vita. Yeye anazipataje na ile hali yuko katika mazingira yale? Hali yake ngumu, hawezi, afya yake haimruhusu, anazipataje zile? Msikilize Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alimuuliza swali hili. Alimuuliza hivi, hal baqiya min walidaika ahadun? Nadhani wewe umezaliwa na bila shaka unao wazazi. Sasa katika wale wazazi wako wawili, kuna angalau mmoja aliyekuwa hai? Labda kama mmoja ametangulia, mmoja amebaki. Bwana mkubwa yule sahaba akasema, naam, ummi, mama yangu bwana yuko hai. Maana huu utaratibu wa kuwa wanatangulia wale mababa kabla ya wamama, utaratibu utangia zamani, yani mfumo uko hivyo. Wengi wanatangulia katika familia, wa baba wanatangulia mapema, alafu wamama wanabakia wajane. Ndio maana hata Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama aliwanusuru wajane wengi sana ambao waliondokewa na waume zao. Sijajua hapa katika tafiti na research zikoje, mnaweza mkanisaidia wataalamu, kitu gani kinachosababisha kwamba wanaume ndo watangulie mapema alafu wanawake wabaki?
Mnaweza mkafanya research nyewe wenyewe. Wengi sana utaona katika mashehe, wako mashehe wakubwa waliotangulia, wake zao mpaka leo wako viongozi wakubwa wametangulia, wake zao mpaka leo wapo, yani wanaendelea kudunda tu. Lakini wao wanaume wanatangulia mapema kufa. Sijui kuna nini, kuna siri nzito. Akasema bwana, mama yangu yuko hai, baba yangu ameshatangulia, lakini mama yupo. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambiaje? Akamwambia fa'ablillaha fi birriha fa innaka idha fa'alta dhalika fa anta hajjun wa mu'tamirun wa mujahidun. Tambia wewe ipambanie dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kudili na hali ya kumtendea wema wewe mama yako aliyekuwa hai. Ukifanya hivyo tu, asema fa innaka idha fa'alta dhalika, hakika wewe ukiweza kumudu ukalifanya hilo la kumtendea wema mama yako, kwa sababu unashindwa namna ya kwenda kwenye jihadi, thawabu unazokwenda kuzivuna wewe, fa anta hajun. Tena ametumika hapo katika kama tutakaa darasani, hii inaitwa tashbihun balighun. Maana yake ni kwamba anamwambia wewe tayari ushahiji, wa mu'tamirun, na wewe tayari ushatekeleza ibada ya umra, wa mujahidun, na wewe ni tayari ushafanya hiyo jihadi. Yani tayari katika orodha ya waliopigana jihadi umo, waliotekeleza ibada ya umra na wewe umo, na pia waliotekeleza hija na wewe umo. Tashbihun baligh, maana yake ni kwamba wewe nawe thawabu zako utakazozipata utapata thawabu kama yule aliyehiji, pia utapata thawabu kama yule aliyotekeleza ibada za umra, pia utapata thawabu kama yule tu aliyokwenda kupigania jihadi katika njia ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angalia hii moja ya faraja, na niwakumbushe hasa ndugu zangu tuliokosa bahati kutokana na hali ya kiuwezo kutokwenda hija. Moja katika vitu ambavyo vinaweza vikatutengenezea thawabu kama waliokwenda hija kutokana na hali zetu, kama tuna wazazi, tuhakikishe tunawatendea wema wale wazazi wale, tunawatendea wema. Ukiwa nao wote wawili, basi kuwa ni mdau kuhakikisha wazazi wale hawakai katika mfumo wa masononeko, wawe wanasononeka, wanalalamika. Japokuwa ingawa kuna baadhi ya wazazi wengine ni maumbile yao tu, au kutokana na hali ya utu uzima walipofikia rika hilo, basi anaweza hata kama akitendewa wema wa design gani, unaweza ukampelekea ukampa $100,000 ya pocket money na vyakula viko ndani, lakini akatokea mtu mmoja tu akaja akamletea shilingi 5,000, 2,000, bana mzee wangu itakusaidia bana kununua chumvi, basi hii inaweza ikae kwa mdomoni, nasaidiwa na watu wa pembeni tu wabaki tu, ndio hiyo 2,000 shehe. Umemsahau mwanao aliyokupa pocket money shilingi 100,000. Kwa hiyo hayo sio sana, kwa maana kimaumbile watu wengine wanaweza wakawa hivyo, lakini tunachohimizana kwamba ukiwa una bahati, kama upo ndani ya bahati kwamba mzazi wako mpaka leo yuko hai, basi hakikisha unatumia fursa hii, na hasa msimu huu ambao mahujaji wapo kule, na wewe hija yako iwe kwa wazazi wako. Kama wako mbali, nenda kawajulie hali, nenda kawatembelee, ndio hija yako hiyo. Unapata thawabu zile zile kwa sababu huna uwezo wa kwenda kule. Bwana mkubwa yule katoka pale akiwa moyo wake safi, kumbe na mimi bwana nina jambo kubwa la kufanya hapa bwana, hata kama sina uwezo wa kwenda huko, lakini ninapata hivi. Basi hata katika hadithi nyingine iko riwaya asema, ikitokezea wazazi wako wote wametangulia mbele za haki, basi wewe hija yako nenda kazuru makaburi yao, nenda kazuru makaburi ya wazazi wako, kafanye dua, na wewe unapata thawabu kama zile. Maswahaba pia walipata mushkeli, ikiwa mtu amekosa kabisa wazazi wote hana, je, huyu anafanyaje? Ambia nenda akazuru tu makaburi, akafanye ziara. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu Waislamu, tunachozungumzia kwamba hapa kuna ile ikramu ya mwanadamu
kwamba mwanadamu jinsi gani ameheshimishwa, mpaka katika jambo ambalo linaweza likamletea masononeko amepewa namna ya kuliwazwa, kwamba umekosa wewe kwenda huko kwa sababu ya hali hii, basi kinyume chake au mbadala wake fanya hili, utalinganishwa na wale. Hii yote katika kutakwa mwanadamu awekwe kwenye heshima yake na asibaki katika mfumo wa masononeko, kwa sababu nimekosa hiki, tena inawezekana mihadhi yangu ndio inashuka, na thawabu tena wenzangu wanazizoa zote, mimi Mungu amenionea, sina uwezo wa kimali kwenda kule, siwezi, lakini ninapenda na mimi kupata thawabu zile wanazozipata wenzangu. Ambia usiwe na malalamiko, fanya hivi, badala wake utapata kile. Wala kad karramna bani adama. Ndugu zanguni, nukta nyingine ya msingi, wala kad karramna bani adama, hakika tumewapa heshima, tumewaheshimisha wanadamu. Kuna utaratibu, ndio maana tumewekewa taratibu maalumu za kuishi kwa mujibu wa taratibu za kisheria. Yaani mwanadamu amewekewa mifumo ya sheria ili aishi kwa mifumo hiyo. Unajua lengo ni nini? Lengo ni kuja kulindwa ile heshima yake. Kila sheria aliyowekewa nayo mwanadamu inalenga kulinda heshima yake. Inawezekana kuna baadhi ya mambo unaweza ukaona sheria imekataza hayo na wewe unayapenda hayo, ukahisi kana kwamba sheria inakubana. Kumbe haikubani, bali inakutengenezea mfumo wa heshima yako. Tutoe tu mfano mdogo. Leo hii wako watu uwaambii neno kuhusu ulevi, wanakunywa kufuru madhambi, na umwambii kitu. Na kama utajitia wewe ndo shehe utie neno kwenye hilo, unaweza hata ukavagaa matusi ya maana tu. Kwa nini? Unataka umtoe mtu katika jambo lake ambalo analiona yeye kuwa ni zuri, na anahisi kama hiyo sheria unayojua wewe. Kwa nini sheria hiyo itengenezwe katika mfumo wa kumbana yeye asijiachie? Lakini nenda kwa undani, fikiria hiyo gongo unayokunywa, chang'aa unayotumia, dabo kiki, visungura na kadhalika, vinakwenda kukutengenezea athari gani? Kuna athari ya kawaida tu ambayo wala haina haja ya kuzama kwa undani wake, ya kawaida tu. Angalia, inakwenda kuvuruga mfumo mzima wa akili. Akili hilo OG uliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala inakwenda kuvurugwa baada ya kupiga vile vitu. Alafu unaweza ukajikuta usiku unamtokea mama mkwe, mimi nimekuelewa. Umemwelewa mama mkwe? Umemwelewaje? Akili sio yako. Kama ungebaki na akili yako, wala usingemtokea mama mkwe wako ukamuelewa katika uelewa huo unaotaka wewe, utaona madhara. Ndio maana Mungu amekataza hiki kitu, licha ya hayo madhara mengine ya kiafya. Ndugu zanguni watukufu, mwanadamu amewekewa sheria ili kulinda heshima yake. Wengine wanalewa mpaka wanaangusha magari. Mwingine akifika hapo sebuleni nyumbani kwake ndo kajivutavuta kaingia sebuleni, basi ndo analala pale, haja zote anamaliza pale. Watoto wanaamka kwa ajili ya kujiandaa shule, wanamkuta baba yuko vururu pale. Heshima iko wapi sasa ya wewe mzee? Unawafundisha nini hao watoto wako? Kwa nini pia umpe shida hata mkeo? Siku moja niliwahi kusema hata miongoni mwa migogoro inayosababisha hata ndoa ziwe zinalegalega, ulevi nao unachangia. Na kama kuna utaratibu wa kulewa, basi ni bora ndani ya nyumba alewe mwanamke, asalimike mwanaume,
ni bora kuliko awe mlevi mwanaume alafu aliyesalimika ni mwanamke, kwa sababu tabu zote unakwenda kumpa yeye. Akiwa mlevi mwanamke akijisaidia atafua mwenyewe, hamna shida. Akijisaidia kwenye nguo zake atafua mwenyewe, alhamdulillah. Lakini ikitokezea amelewa sana, ameangusha gari pale, basi yale mambo mengine ya ndani kule yanaweza yakaenda. Wewe kazi yako unamzoa tu, basi unampeleka mahala husika, kama vile wenyewe wanasema mbuzi kufia kwenye jungu la muuza supu. Kwa hiyo haina shida. Lakini kama itakuwa lile vile janaume linaleta tabu ndani, kwanza ule uchafu wake anampa shida yule mama kwenda kufua. Lakini pili, atakapohitaji yule mama huduma zake hazipatikani kwa sababu jamaa hajiwezi. Hayo ni matatizo, changamoto nyingine. Ukiona kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka utaratibu wa sheria kukataza haya na kuruhusu haya, ni kwa sababu ya kulinda heshima yako mwenyewe mwanadamu. Mwisho kwa kumalizia, niwakumbushe jambo. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika mfumo wa maisha ya mwanadamu, ili kulinda heshima yake, Mtume alisema i'til ma'rufa wajtanibil munkara. Mwanadamu, hakikisha unatenda yaliyokuwa mazuri na unajiepusha na yale mabaya. Kufanya hivyo ni kulinda heshima yako. Lakini akasema, akatoa dira na muongozo, wanzur ma yu'jibu udhunaka an yaqula lakal qaumu idha qumta min indihim fa'atihi. Inawezekana ukawa unayafanya ya kuyafanya, lakini haujui kuwa ni mazuri au mabaya. Moja ya kujua dalili kwamba hili ni zuri au baya, katika pita yako, kama utawakuta watu wamekaa kibunge alafu wanazungumzia habari zako, lakini zile habari wanazozungumzia ni habari ambazo wewe sikio lako umejibanza kwenye ukuta, unasikiliza kwamba bwana Mbonde bwana, alhamdulillah, ni mtu mmoja mkarimu, ni mtu mmoja. Unaweza hata kama mtu utagombana naye, ukimwona mtu anagombana na yule, huyo mtu ana matatizo, kwa sababu yule ni mtu mmoja, mtu poa sana hivi na hivi. Yani unazungumziwa katika zile sifa nzuri. Wewe mwenyewe haupo, lakini bahati nzuri umewagumia watu hao, wanazungumzia mjadala kuhusiana na wewe, miamala yako. Lakini ile jambo yujibu udhunaka, sikio lako linafurahishwa kusikia zile habari. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, idha kumta min indihim fa'atihi. Ukiondoka katika sehemu ile, basi nenda kaongeze bidii ya kulifanya hilo au kuyafanya hayo ambayo unayoyafanya, ambayo ukiyasikia yanasemwa, wewe sikio lako linaburudika. Akasema kinyume chake, wandhuri alladhi takrahu an yaqula lakal qaumu idha qumta min indihi fajtanibhu. Lakini pia upande wa pili, umepita ukasikia sauti za minong'ono, watu wanazungumza, lakini wanazungumzia habari zako, ukabana mahala, ukataka ujue wanalizungumzia kuhusu nini hawa. Uliposikiliza ukawa unayasikia yale ambayo unakerekwa hata kuendelea kusikia, wewe unachukia. Muone vile jamaa ana roho mbaya sana, muone vile jamaa kuna kadha, muone vile. Yani maana yake yale yote unayozungumziwa nayo ni mabaya, machafu, matupu. Basi dawa yake ufanyeje? Mtume kashaeleza dawa. Wala usingangane, usiende kupigana nao wale, wala usingangane ukaanza tena ukaenda kutimua kile kijiwe chao. Hao wamekusaidia, wamekupa lifti. Msaada wake Mtume anasema, idha kumta min indihim fajtanibu. Kama utaondoka katika kikazi kile kinyemela, ukaondoka uko nyumbani kwako na ukatoka na homework kwamba watu wanakusemea vibaya zaidi kutokana na unayoyafanya, kama kweli unayafanya, Mtume anasema dawa yake kwenda kuyaacha. Na kama hauyafanyi, basi ndo jiziwie kabisa, sema sijafanya, ndo hivi, je nikifanya? Ndio wamekusaidia hao. Haya ni maelekezo ya bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna kadhia moja leo imetrend sana mitandaoni. Hii niseme, kuna sakata la mdada mmoja anaitwa Pipitida.
na Sheikh Shabani Pembe ambaye huyu ni imamu mkuu wa pale Masjidi Mtambani Kinondoni. Sheikh Shabani Pembe alitoa ujumbe wake tena kwa kumtaja yule bibie, kueleza kwamba kutokana na mazingira yake yale anayofanya na anajifakharisha nayo, kwamba anajifakharisha kwenye mambo kadhaa wa kadhaa, lakini mambo yenyewe si mazuri. Shabani Pembe akasema wazi kwamba yule bibie anajisifu kwamba amemjengea nyumba mama yake, anajisifu amejenga nyumba na yeye mwenyewe anayo nyumba, lakini ana usafiri kabisa, ana drive, ana gari. Kwa kazi gani anayoifanya? Ni kazi ya kuuza mwili, tena kuendewa kinyume na maumbile. Sheikh Shabani Pembe akalisema hilo wazi. Baada ya kulisema hilo, bibie klipu zile zimesambaa zikamkuta. Ilipomkuta na yeye ikabidi aibuke. Alipoibuka akasema, kwanza sijapenda mimi Shabani Pembe kwanza anijui. Unaona bwana, anifahamu vizuri, anajua kwa kunionaona tu, lakini hajanifahamu vizuri. Kwa hiyo hayo aliyosema mimi sifurahishi nayo. Mwishowe akaja akatoa hoja. Sababu ya kuyasema hayo, alinitaka mimi aniendee hivyo kinyume cha maumbile, nikamkataa. Baada ya kumkataa ndo akaona anisambazie hizo taarifa. Unaona haya maneno? Hata kama ni kweli yale maneno yamekugusa yakawa yanakuuma kwa namna yake, kwa maelekezo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama unafanya dawa yake ni kwenda kuacha, sio na wewe utafute namna ya kujitetea. Achana nayo. Na kama haufai sema dani siyafanya ndo hivi. Je, nikifanya? Maana yake akupa ulinzi. Kazi ya mashehe ni kuwalingania watu waache machafu, lakini pia watende yaliyokuwa mazuri. Ndio kazi ambayo waliwachiwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wajibu wake kusema ili ule uchafu usizagae. Kwa hiyo shekhe hajakosea, amesema akasimama kwenye wajibu wake. Kama imekugusa achana nayo, kama unafanya kaache, na kama ulikuwa labda una ishara basi achana kabisa, usifanye kabisa.